Tulia sio tajiri kuzidi watu wengine, aidha kwenye jimbo au kwenye mkoa wa Mbeya. Utajiri wa Tulia aliopewa na Mwenyezi Mungu ni moyo wake wa kusaidia watu wenye uhitaji. Ndio utajiri mkubwa ambao Mheshimiwa Dr. Tulia anao. Kwamba angekuwa nasema mifano kwamba tungekuwa tuna viongozi wengi wametangulia kuwa wabunge kwenye jimbo hili. Lakini moyo wa namna hiyo wa kutafuta mtu anayehitaji akamsaidie. Maana kinachotumika ni pesa. Angeweza kufanya kitu chochote. Angeweza kufanya jambo lolote lisiokuwa na tija kwa watu au kwa familia yake. Lakini huyu ndugu mzee wetu Tuli Mwantindiri hata kusema anamfahamu, hata sura amfahamu. Lakini baada ya kuambiwa na changamoto akaona amsaidie. Kwa mimi nitoe tu shukrani zangu za dhati. Ninashukuru sana sana sana. Naomba mtupelekee shukrani zetu wana Mwakibete. Na sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge. Tuna bahati katika ubunge wake, hii ni awamu ya pili Mwakibete kujengewa nyumba watu wenye uhitaji. Kwa lazima tumshukuru. Lazima tumshukuru. Lakini zaidi tumuombee kwa Mungu. Pala napotoa akazidishiwe zaidi. Lakini tumuombee awe na afya njema. Lakini awe na maisha marefu. Kiongozi wa namna hii ni adimu sana kupatikana kwenye ulimwengu wa sasa. Ni adimu sana, yani adimu mno. Mnaweza mkatega sikio kwenye mitandao na kwenye ma-TV. Hata ukamaliza mwaka asitokee kiongozi anayefanana na Dr. Tulia. Ukamuona tu kwamba anafanya nini? Kujenga nyumba, kuokoa maisha ya watu, misaada mbalimbali. Tulikuwa na wazee wetu hawa Christmas wameiona sawa na sisi wenye nguvu. Ni mtu wa tofauti sana. Kwa kweli hatuna maneno mengi kwa niaba ya wananchi wa kata Mwakibete. Tunawashukuru sana Dr. Tulia. Tunawashukuru sana hata mnaomsaidia kwa sababu mmekuwa pia waaminifu.